Kuna matukio mengi yanayotokea katika mchezo wa soka, matukio ambayo yanaacha kumbukumbu kubwa katika maisha ya watu. Zinaweza kuwa kumbukumbu njema ama mbaya. Nadhani sio kitu kigeni kushuhudia watu wakizimia, wengine wakipoteza hadi maisha yao baada ya masikitiko ama furaha kuzidi wakati wakiangalia mchezo wa mpira wa miguu. Katika matukio ambayo yanaweza kuwa yanaongoza kwa kuwapa heart attack, pressure na pengine kupelekea vifo kwa watu wengi pindi wakiangalia soka, basi ni mikwaju ya penalty. Hii ndio mida pekee ambayo utaona wale wenye pressure na roho ndogo wakigeuka nyuma, wengine kutoka kabisa katika eneo wanalotazama mpira ili tu wasishuhudia mikwaju ya penalty. Leo nimekusogezea mikwaju 5 ya penalty iliyobeba hisia kubwa katika soka, ambayo mimi binafsi nimewahi kuishuhudia. Nitaanza na namba 5 mpaka nambari 1, kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Penalty ya 5 ni penalty ya Kepa Arrizabalaga. Huyu jamaa alikuwa golikipa wa klabu ya Chelsea, na hii ni penalty ilikuwa katika mechi ya Chelsea versus Liverpool. Ilikuwa ni finali ya Carabao Cup kati ya Liverpool versus Chelsea. Mechi ilipigwa pale Wembley Stadium jijini London, Uingereza, na ilikuwa ni usiku wa tarehe 27 mwezi Februari 2022. Hii ndio finali ya kwanza ya Carabao Cup, Chelsea na Liverpool kukutana. Na fun fact, katika msimu huo Chelsea na Liverpool walikutana katika finali 2 ndani ya msimu mmoja, finali ya Carabao Cup EFL na FA Cup. Na finali zote zilimalizwa kwa penalty na zote Liverpool walishinda. Sasa katika huu mchezo full time mechi ilimalizika kwa sare ya bila kufungana hadi kwenye extra time 0-0, yani bila. Game ikabidi imalizwe kwa mikwaju ya penalty. Zilipigwa penalty 11 katika hii mechi, zote chuma kwa Liverpool. Sasa hii ndiyo ilikuwa penalty ya mwisho ya Chelsea, penalty ya 11 kwa klabu ya Chelsea, ambapo golikipa aliyetegemewa sana na kocha Thomas Tuchel, kocha wa klabu ya Chelsea kipindi hicho, kuja kufanya save, bwana Kepa Arrizabalaga anapewa penalty ya mwisho kabisa na anapaisha na kuinyima ubingwa wa klabu ya Chelsea. Kilichowauma zaidi mashabiki wa klabu ya Chelsea ni kitendo cha kocha Thomas Tuchel kumfanyia sabu Eduardo Mendy, golikipa aliyefanya saves kibao ndani ya pitch, alafu anakuja kumweka golikipa mwingine ambaye anashindwa kusave hata penalty moja na anapewa penalty anapaisha. Penalty ya 4 ni penalty ya Shomari Kapombe, beki wa klabu ya Simba. Aprili 9, 2025, Shomari Kapombe anaenda kupiga penalty ya mwisho kabisa ya kupeleka Simba Sports Club katika nusu finali ya CAF Confederation Cup katika mechi dhidi ya Al Masry. Baada ya Simba kuchezea kichapo cha goli 2-0 kule nchini Misri, mechi ya marudiano ikapigwa jijini Dar es Salaam, Mkapa Stadium, nyumbani kwa Simba Sports Club, ambapo hatokagi mtu. Simba wakiondoka na ushindi wa magoli 2 katika mchezo huo katika dakika 90. Aggregate ikisoma 2-2. Basi bana, wakaenda katika mikwaju ya penalty. Penalty zimeshapigwa 3 kwa pande zote, huku Kamara akiwa ameshasave penalty 2. Sasa ikafika zamu ya penalty ya Shomari Kapombe, penalty ya mwisho kabisa. Wakati huo macho ya mashabiki wa Simba Sports Club na Watanzania wote kwa ujumla yakiwa kwa show me the way. Kapombe anaenda kupiga penalty hiyo akiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza penalty miaka 2 iliyopita. Kumbukumbu mbaya iliyowakuta Simba Sports Club, iliwafanya Simba Sports Club kushindwa kufuzu kwenda katika nusu finali ya CAF Champions League baada ya miaka 30. Ilikuwa ni katika mchezo wa robo finali dhidi ya Wydad Casablanca. Mara hii Kapombe anatakiwa kufuta kumbukumbu mbaya aliyotengeneza miaka 2 iliyopita. Ni penalty Montiel. Hii ilikuwa ni kwenye mchezo wa finali ya kombe la dunia mwaka 2022, mchezo ambao uliokutanisha Argentina dhidi ya Ufaransa. Hii ni moja ya finali ambayo haitawahi kusahaulika katika ulimwengu wa soka. Kwanza picha linaanza mpaka dakika 78 ya mchezo, Argentina wako mbele kwa magoli 2.
Ndani ya dakika mbili tu, dakika 79 na 80, Kylian Mbappe anabadilisha upepo kwa kusawazisha magoli yote mawili na kwenda extra time. Argentina wanaongeza goli moja, Ufaransa akarudisha, Kylian Mbappe akiondoka na hat-trick katika mchezo huo. Full time Argentina 3, Ufaransa 3. Wakaenda katika mikwaju ya penalty ambapo walianza France, Mbappe akaweka chuma kambani, Messi akaweka, France wakakosa penalty mbele, Argentina akapata, Colomani akaweka. Upande wa France ikawa ni 3-2. Hii sasa ndio ilikuwa penalty ya mwisho ambayo ilikuwa inaenda kuamua mikwaju iendelee ama Argentina akabidhiwe kombe lake. Gonzalo Montiel anaaminiwa na kocha kwenda kupiga penalty mbele ya Marijende, penalty iliyobeba matumaini mengi kwa Argentina, wakiwa na kumbukumbu ya kombe lao la World Cup waliochukua miaka 36 iliyopita chini ya Armando Maradona. Sasa ni utawala wa Lionel Messi, mchezaji mwenye profile ya kawaida, mchezaji kutoka pale pale katika ligi ya ndani Argentina, akikipiga katika klabu ya River Plate. Bwana Gonzalo Montiel, kwanza mwamba hakuwa miongoni mwa wachezaji walioanza katika mechi hiyo, lakini akafanikiwa kumaliza mchezo baada ya kuizamisha kambani penalty hiyo, na anaandika historia mpya kwa Lionel Messi, Di Maria, Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez na wengine wengi. That was crazy. Bonge moja la penalty. Penalty ya pili ni penalty ya Didier Drogba. Didier Drogba, penalty ya finali ya ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions League. Ilikuwa ni Jumamosi ya tarehe 19 Mei 2012, Chelsea dhidi ya Bayern Munich. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 28, Bayern Munich wanapata faida ya kucheza finali katika uwanja wao wa nyumbani wa Allianz Arena. Mchezo uliojaa competition kubwa sana. 90 dakika zikamalizika kwa sare ya goli 1-1. Goli la Bayern likifungwa na Thomas Muller na la Chelsea likifungwa na Didier Drogba. Mechi ikaenda katika extra time. Katika extra time Didier Drogba anacheza rafu kwenye penalty box na kusababisha mkwaju wa penalty. Penalty ambayo inapigwa na Robben. Robben anapiga penalty hiyo na Peter Cech ana save. Extra time ikamalizika goli 1-1, Bayern 1, Chelsea 1. Wakaenda katika mikwaju ya penalty. Didier Drogba ambaye alikuwa amefunga bao la kusawazisha la kichwa katika dakika za mwisho za mchezo, huyo Didier Drogba aliyesababisha penalty waliokosa Bayern, anafunga penalty ya mwisho ya ushindi kwa klabu ya Chelsea, na kwa mara ya kwanza Chelsea wanabeba taji lao la kwanza la ligi ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League. Penalty ya Didier Drogba inawapa ubingwa klabu ya Chelsea. Hii ni penalty ambayo hakuna shabiki wa klabu ya Chelsea atawahi kuisahau. Kabla sijataja penalty namba 1, naomba nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television. Subscribe ili wa kwanza kupata update story zote za kimichezo, makala za soka, maisha ya soka, ya wachezaji ndani ya soka na nje ya soka. Penalty ya kwanza ni penalty ya Asamoah Gyan, aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Ghana kipindi hicho, Asamoah akiwa ni top player kwenye timu ya taifa ya Ghana. Hii ni moja ya penalty ambayo hakuna Mghana wala Mwafrika yeyote mpenda soka anaweza kuisahau. Ni penalty iliyojaa pressure kubwa sana. Hii penalty ilipigwa mwaka 2010 katika kombe la dunia. Kwa mara ya kwanza kabisa bara la Afrika linapata host wa World Cup pale kwa Madiba, Afrika ya Kusini. Wanaandaa kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Na hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa Ghana kufika katika hatua ya robo finali ya kombe la dunia, na ndio ilikuwa mara yao ya pili kushiriki World Cup baada ya ile ya 2006. Ilikuwa ni mechi dhidi ya timu ya taifa ya Uruguay. Kipindi cha kwanza kinatamatika Ghana wakiongoza kwa goli 1. Kipindi cha pili Uruguay wanarudisha goli. 90 dakika zinamalizika kwa sare ya goli 1-1. Saa ngapi wasiende extra time au mpaka extra time? Dakika 120 zikamilike. Pira likapigwa mpaka dakika za jioni kabisa. Ghana wanapata free kick ama pigo huru karibu kabisa na box la 18. Ile free kick inapigwa, then jamana yunga kwa kichwa na inamvuka golikipa. Alafu golini alikuwepo mshambuliaji wa Uruguay Luis Suarez. Mwamba anaamua kujitwisha majukumu ya golikipa,
na kuudaka mpira kwa mikono. Pale pale analimwa umeme, yani red card, na unatengwa mkwaju wa penalty. Penalty anapewa Asamoah Gyan. Macho yote ya Ghana na Afrika nzima kwa ujumla yanamwangalia Asamoah Gyan. Waganga, mashehe, wachungaji, makonda wa daladala, mpaka marais wa Afrika, macho yote ni kwa Asamoah Gyan. Jamaa anaenda kupiga penalty hiyo, akaipiga kiufundi kabisa, lakini kwa bahati mbaya anakosa penalty ile baada ya kugongesha mwamba. Dakika 120 zinatamatika kwa sare ya goli 1-1. Wakaenda katika mikwaju ya penalty. Maskini Ghana wakatolewa na Uruguay kwa mikwaju 4-2. Kumbuka kipindi hicho Asamoah Gyan angefunga goli lile, ingekuwa Ghana ndio ingekuwa taifa la kwanza kutoka Afrika kufika katika hatua nusu finali ya kombe la dunia. Hii ni penalty ambayo ilimfanya Asamoah Gyan astaafu kwa muda kuitumikia timu yake ya taifa. Kila kona ya Ghana, kila kona ya Afrika ilimuona kama jamaa kakosa penalty kimakusudi vile. Kila mtu alimtupia lawama jamaa. Kama maneno yangekuwa sumu, basi kipindi kile jamaa tungempoteza duniani. Binafsi kwangu mimi katika maisha yangu ya ufuatiliaji wa kabumbu, hii ndio mikwaju 5 ya penalty ambayo nimewahi kuishuhudia, mikwaju ambayo imeacha alama isiyofutika katika historia ya soka, ikionyesha jinsi mchezo huu unavyokuwa na mvuto na msisimko mkubwa, huku ukiwakumbusha wachezaji na mashabiki wa kabumbu kuwa chochote kinawezekana kutokea hadi filimbi ya mwisho inapolia. Je, ni penalty gani unaikumbuka zaidi kati ya hizi? Na je, ni zipi penalty zako bora za muda wote ulizowahi kuzishuhudia katika maisha yako ya kushuhudia soka? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Tafadhali nikuombe subscribe channel yetu ya Dino Television ili wa kwanza kupata update stories zote kutoka kwetu. Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix. Nós já tava sem roupa e nem começou o filme.